Nidhamu gani inahitajika katika mpango huu? Ya kwanza ni uwajibikaji. Hilo liko upande wetu na upande wenu. Tunapenda mwe wawazi zaidi. Tunapenda mwe wawazi zaidi. Kwa mfumo huu na kwa kurasimishwa, taarifa zenu ziwe za wazi. Usimamizi mzuri wa fedha, kuweka kumbukumbu ziwe sahihi. Lakini tunaomba mheshimu mikataba itakayoingia. Na siku zote bila nidhamu hata fursa kubwa inaweza kupotea. Kwa hiyo ni fursa kwenu, lakini nidhamu ni muhimu sana. Kama CRDB tunawaahidi kuendelea kubuni suluhisho bunifu, tutaendelea kusikiza changamoto zenu na kuzitatua, tutaboresha huduma zetu kila hatua, kuwa mshirika wa kweli na malengo endelevu kwenu. Tutawekeza si tu fedha bali pia maarifa na muda wetu. Dhamira yetu kwa siku zote zijazo, leo tunaanza safari ya pamoja. Kesho tutapanua wigo wetu na tutahakikisha mpo juu zaidi. Tutahakikisha mpango huu unafikia mikoa yote yenye shughuli za madini nchini. Unajumuisha kila mtu na teknolojia za kisasa. Utawafikia wanawake, vijana na makundi mbalimbali. Maoni yangu na maoni yetu kwenu ni kuona wachimbaji wadogo wakikua na kuwa wachimbaji wa kati wakubwa sana, wakiongoza uchumi wa rasilimali za taifa kwa weledi na tija. Na hitimisho langu, leo ni uzinduzi wa mpango. Leo ni uzinduzi wa matumaini. Ni uzinduzi wa safari ya mabadiliko. Na mimi ni muumini sana wa mabadiliko. Na kila siku ahadi yangu lazima nitimize. Nimewaahidi kuhudumia. CRDB iko tayari kuhudumia. Serikali imeshaonyesha nia na njia kuhudumia. Swali kubwa kwenu, je, wachimbaji wadogo mko tayari? Mko tayari? Imekuwa rahisi kwa benki ya CRDB kufanya hivi. Sasa nafahamu itakuwa ni pia ya wachimbaji wengine kupitia katika utaratibu huu. Nimemwambia na watu wengine pia wa kutoka benki yako, tutafute namna nzuri